unajua kwa kitu kimoja ndugu, unajua kuna vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine mimi naona kama kuna watu wanaamua kuongea kama vile kujipikilisha. Unajua kujipikilisha ni watoto wachukua hivi kopo wanaweka mchele wanajipikilisha. Kwa hiyo kwangu mimi naona kazi iliyofanywa na tume imefanywa proper kabisa. Kwa hiyo tume imesema waliwaua hao ni wakina nani? Imeelezea kwamba itengenezwe tume ambayo sasa itafanya upelelezi, tume ya upelelezi, ili tupate sasa watu ambao wamefanya makosa ya jinai. Nadhani hiyo sasa ndio itatuja kutuletea ni fulani. Simple. Kuna uhitaji wa katiba mpya katika taifa hili. Unakubaliana na hilo? Wala hamna shida yoyote. Mimi naona moja kati ya ilani ambayo nimepewa ya Chama cha Mapinduzi inaelezea kuhusiana na kuwa na katiba mpya katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sio hitaji la watu wengine, pia hata Chama cha Mapinduzi sisi wenyewe tumeiweka kwenye ilani. Unadhani kwa nini tunataka katiba mpya? Yapo mambo ambayo yamepitwa na wakati, yanataka kubadilishwa. Mengi tu na kiuhalisia tukiamua kwanza kuchambua katiba hapa utakuwa unataka kuniingiza kwenye mlengo ambao mimi hata katiba yote hii ambayo tulionayo sasa hivi sijaisoma yote. Kwa ukianza kuniingiza kwenye kitengo kimoja baada ya kingine itakuwa, lakini mimi nataka katiba ambayo itakuwa inawajibisha viongozi, itakuwa inawapa fursa viongozi baada ya kumaliza uongozi wao waweze kuwajibika na yale ambayo kama wameyafanya ambao ni makosa. Hiyo mmoja kati ya vitu ambavyo vitawafanya viongozi wawe makini wanapokuwa wanaongoza taifa. Umeeleza ya kwamba kuna uhitaji wa katiba mpya, ya kwamba katiba hii tulionayo ya mwaka 1977 imechoka. Unadhani ni kipengele gani katika katiba hii? Nimekuelezea kipengele ambacho unahisi ya kwamba wewe kama ni nimekuelezea kipengele. Wewe ni mbunge. Unadhani ni wapi hasa kwenye katiba hiki ambacho unahisi hakiko sawa kwenye katiba hii? Kwanza nimekuelezea kwamba uwajibikaji wa viongozi baada ya kumaliza. Katiba hii haitoi uwajibikaji wa viongozi baada ya kumaliza. Washtakiwi, inazuia viongozi kushtakiwa baada ya kumaliza wamaliza uongozi wao. Lakini pia nadhani tupate nafasi ya kupata wagombea binafsi ili tutoke kwenye kupitia kwenye vyama peke yake, ili tuweze kupata watu ambao inawezekana hawafungamani na vyama vyote. Sasa ukitaka mtu akiwa fungamani na vyama vyote vilivyopo, inamlazimisha aanzishe chama chake. Sasa kitu ambacho kinakuwa kiuhalisia kinakuwa hakiko sawa. Lakini nimekuelezea sijaisoma katiba yote. Kwa hiyo ukitaka kunipeleka tena kwenye katiba utakuwa unataka kuniingiza kwenye maji marefu. Moja kati ya kipengele ambacho watu wengi wanasiasa vile vile wamekuwa wakiyalilia sana ya kwamba matokeo ya urais yapingwe mahakamani mara baada ya uchaguzi kuisha. Hilo unaliunga mkono? Sioni kama kuna tatizo lolote kama kuna rafu ilichezwa ya hivyo matokeo ya rais yapingwe. Kama kuna rafu ilichezwa apelekwe mahakamani ili waende wakajibu. Wewe unaweza kuzuia. Kwa nini unazuia asipingwe? Yani kwa nini uzuie kwamba yani nimeshinda na sitaki nipingwe? Mimi nadhani hiyo haina shida yoyote. Nyingine vile vile ni kwamba madaraka ya rais ni makubwa sana na wanasiasa wanadai ya kwamba katika katiba ijayo basi madaraka ya rais yapingwe, madaraka ya rais yapunguzwe. Unasemaje? Kwenye nini na nini sasa? Wanaamua kusema kwa mfano rais ndiye anayeteua mwenyekiti na wajumbe wa tume ya uchaguzi na rais anatokana na chama ambacho kinashiriki kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba hii. Yes. Wanasema kwamba madaraka yapunguzwe. Ateuliwe, unataka mwenyekiti ateuliwe na nani? Sababu ukisema unataka rais asiteue, utuambie sasa nani ateue. Aingie kwenye mchakato, haidhinishwe na bunge. Sasa unajua kwa kitu kimoja. Ndugu, unajua kuna vitu ambavyo
kwa namna moja au nyingine. Mimi naonaga kama kuna watu wanaamua kuongea kama vile kujipikirisha. Unajua kujipikirisha ni watoto wachukua vikopo wanaweka mchele wanajipikirisha. Kwa mfano, kama chama kina nguvu na kikapata wabunge wengi, sawa, tafsiri yake ni sawa sawa na chama kina rais, kwa sababu inatokea mara chache sana chama kikapata wabunge wachache afu kikapata rais. Sijui kama unanielewa vizuri. Unanielewa vizuri, lakini kama chama kina nguvu kikapata wabunge wengi kikapata na rais, tafsiri yake kama ujui wabunge wengi. Yes, kwa tafsiri yake hata ukipeleka bungeni kama ile ni majority yako upande wake, iko upande wa rais yule yule. Hiyo unaona ni sawa kwamba kuwepo na bunge ambalo linalinda maslahi ya watawala ambao wanatokana na chama chao kuliko maslahi ya umma. Mbunge chama ni kikubwa kuliko mbunge. Kwa hiyo wabunge wanapaswa kutanguliza maslahi ya chama. Yaani hilo liweke kwanza mbele. Mbunge yoyote akija hapa, chama chake kilichompa nafasi kutokana na katiba hii tulionayo, chama ni kikubwa kuliko mbunge. Hivyo mbunge anapaswa kutanguliza maslahi ya chama mbele kuliko maslahi ya umma. No. Mbunge anapaswa kusimamia ilani ambayo inaendesha chama chake, kwa sababu ndio aliyoishika. Kama alikuwa anaona haifai, tafsiri yake asingeishika kwenda kuinadi kwa wananchi. Kama aliinadi kwa wananchi kwamba chama changu ilani yetu ni hii, kwa hiyo chama kinafata ilani ambayo tuliinadi sisi wote. Sasa uwezi kuwa ulinadi ilani hii, baada ya kuchaguliwa unaweka ilani chini, sifati tena sana wewe, sasa ndio unaonekana umechanganyikiwa. Kati ya Chama cha Mapinduzi CCM, chama chako na watu wako wa Kigoma mjini, kipi kinatangulia? Sasa hiyo unafananisha wananchi na chama. Mimi nimekwambia mbunge na chama. Ile maswali mawili tofauti. Nifananishe mimi na chama, usifananishe wananchi na chama, kwa sababu wananchi wa Kigoma mjini sio wote wana CCM. Iwapo kuna jambo ambalo lina maslahi kwa wananchi wako wa Kigoma mjini, lakini linakuwa na shinikizo kinyume na matakwa ya chama, utafuata yapi? Kazi ya kiongozi wa umma ni kusimamia serikali, sio wananchi. Nisikilize vizuri. Wewe ni mbunge. Kazi ya mbunge. Wewe sio kiongozi wa umma. Wewe sio mtumishi wa serikali. Wewe ni mtumishi wa nchi. Mimi nimekwambia umma. Unataka kutoka kwenye umma tena ndugu yangu. Mimi nimechaguliwa na umma. Wewe sio mtumishi wa serikali. Waajiri wangu mimi ni wananchi wa jimbo la Kigoma mjini. Kwa kama kuna jambo lolote ambalo kwenye chama linaonekana liko sawa, lakini kwa wananchi wa Kigoma mjini haliko sawa, ni lazima niende nikapambane ndani ya chama. Kwa maana hili jambo mkilipeleka kwenye jimbo langu la Kigoma mjini, sio tu kwamba mtakuwa mmeumiza wananchi, lakini hata chama chenyewe mtakuwa mmekibomoa. Kwa hiyo lazima upeleke kuwapambania wananchi, sio tu bungeni, ni popote pale ambapo kuna fursa na kuna nafasi ya kuweza kuwatetea wananchi wako wa jimbo la Kigoma mjini au wa jimbo ambalo limekuchagua. Na pale chama litakapokataa, tafsiri yake ni kwamba mimi nitakuwa sasa sina jinsi. Nitaelezea sababu na nitaenda kwa wananchi na kuambia nimepambana kwa namna moja au mbili au tatu, lakini chama changu kimeona hili linafaa zaidi. Kwa sababu jambo lolote ambalo litakuwa linaenda kuwaumiza wananchi, tafsiri yake litakuwa linaenda kukiumiza chama pia.